أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوا أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. حسبك. عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. حسبك يا شيخ، بارك الله فيك ما شاء الله. عليك. جزاكم خيرا. وإياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunatarajia Allah kituafikisha leo kuendelea na aya zinazoeleza
elezea habari ya Dhulqarnaini. Dhulqarnaini ni sehemu nyingine katika sehemu za visa vinavyoelezea mitihani ambayo mwanadamu anakumbana nayo kila leo katika ulimwengu. Tulitangulia kutaja huko mwanzo kwamba maudhui makubwa ya sura hii ni kuelezea fitani ambazo binadamu anakumbana nazo, na katika fitani hizo ilikuwepo pia, tulianza na fitna ya ujana na fitna ya serikali inavyoweza kusumbua, halafu tukataja fitna ya mali kwa mfano wa sahibul jannataini, halafu ikaja fitna ya elimu na baina yake vikaja visa vidogo vidogo vya kuumbwa kwa binadamu na habari za watu wa peponi na motoni na habari ya ibilisi. Halafu leo tunataja fitna ya elimu ambayo ilikuwa ni shida kwa Nabii Isa, Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, lakini ikafundisha ndani yake uzuri wa mtu kutafuta ilmu. Ndani ya kisa hicho ambacho Nabii Musa alikosea kwa kusema yeye ndio a'lamu ahlul ardhi, ndio anayejua zaidi katika watu waliopo ardhini, lakini halafu ikatuonesha uzuri wa namna ya adabu mbalimbali za kutafuta elimu. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia fitna nyingine katika fitna hizi, fitna ya mtu kupata cheo. Ile ya Ashabul Kahfi, mtu mwingine ana cheo halafu anakufitini wewe. Fitna hii ni yeye mwenyewe mtu kuwa ana cheo. Wanasema wanachuoni zimewekwa pamoja fitna ya elimu na fitna ya uongozi, kwa sababu mara nyingi zinapelekea mtu kuwa na kiburi, na imewekwa mwisho katika fitna hizi hii fitna ya uongozi, kwa sababu tofauti na fitna nyingine, fitna ya ujana, fitna ya kufitiniwa kutokana na watawala, ile ambayo ya kwanza katika sura Kahfi ya Ashabul Kahfi wenyewe. Fitna ya mali inaweza ikawapata watu wengi, fitna ya elimu watu ni wachache kidogo, na fitna ya uongozi ni wachache zaidi watu ambao wanafitiniwa kutokana na uongozi. Na katika lataifu zilizomo katika kisa hichi cha Dhulqarnaini ni kwamba kawaida ya viongozi ni kufanya jeuri na kufanya vibaya katika uongozi wao. Ama Dhulqarnaini ambaye ndio amepigiwa mfano katika viongozi, miongoni mwa viongozi wa Uislamu, ni mtu aliyepewa uongozi halafu akafanya njia yake kubwa katika uongozi wake ni jihadi, kuweza kutanua eneo la dola ya Kiislamu kwa uadilifu na huruma. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja kwa ajili ya kuendeleza ada yake ya kuwatunza waliofanya mema na kuwafanya wema wao kuwa wanaendelea kutajwa milele na milele. Allah akaweka kisa chake katika Qur'ani, baadhi ya sehemu katika habari za kisa chake. Akasema jalla wa ala, wayasalunaka an dhilqarnain, na wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na Dhulqarnaini, yani mtawala ambaye walikwenda kumuuliza Mtume sallam makafiri kwa maswali ambayo walikuwa wameyapata kwa Yahudi wa Madina. Walivorudi Maka wakamuuliza, tuambie kuhusu habari ya mfalme ambaye alitawala mashariki hadi magharibi ya ardhi na akajaza katika ulimwengu uadilifu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu kwamba hawa wanakuuliza, mtu anayemuulizia anaitwa Dhulqarnaini. Qul, waambie wewe Muhammad, saatlu, mimi nitasoma kwenu nyinyi, tilawatan alaikum, kwenu nyinyi, minhu, kutokana na habari zake yeye, au sehemu au baadhi ya habari zake, dhikra, nitakutajieni utajo wake. Qul saatlu alaikum minhu dhikra, sema kwamba mimi nitasoma kwenu nyinyi kutokana na sehemu ya habari zake yeye, utajo wake. Inna makanna lahu fil ardh, hakika sisi tulimtia nguvu. Makanna maana yake tulimpa jeshi, tukampa elimu, tukampa na mamlaka, tukamkusanyia ala, vifaa ambavyo vitaweza kumsaidia katika utawala wake na dola yake na kuendeleza jihadi. Tulimpa umakini, yani tulimmakinisha, tulimpa nguvu za kidola na nguvu nyinginezo, fil ardhi, katika ardhi, wa atainahu, na tulimpa yeye vile vile, min kulli shay'in sababa, kwa kila kitu njia ya kukiendea. Yani jambo ambalo alikuwa analiendea Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anamwafikisha kwa kumtilia urahisi, kwa kumpa nyenzo za kuweza kuliendea jambo hilo. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, na tulimpa yeye njia za kuweza kufanikiwa katika kila jambo analoliendea. Faatba'a sababa, basi akafuata vitu ambavyo vilimwezesha kufikia malengo yake. Faatba'a sababa, alifuata au alishika mambo ambayo mambo hayo yanamfikisha kuelekea
kufanikiwa katika malengo yake. Au tafsiri nyingine naambiwa kwa urahisi, fa atba sababan, alifuata njia, yani njia ambayo inamfikisha katika malengo yake. Hata idha balagha maghriba shamsi, mpaka alipofikia sehemu ambapo jua linatua, yani kwa kutembea kwa miguu, kwa kutembea kwa ardhini, sehemu ya mwisho ambayo mbele yake huwezi kwenda tena kwa sababu kuna maji, ndio alifikia sehemu hiyo, upande ambako jua linatua, kwa pale alipokuwepo katika bara ambalo yeye alikuwa yupo. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, akalikuta jua linazama katika matope, ainin, katika chemchemu, hamiatin, ya matope, yani chemchemu inaweza ikawa ni chemchemu kama chemchemu, au chemchemu kwa maana ya bahari, kwa sababu chemchemu ni maji yanayotoka pasi na kuisha, yanayoendelea kutoka kila siku yakaongezeka. Kwa na bahari nayo inaweza pia ikaitwa ain kwa sababu maji yake hayamaliziki, na hamiatin ambayo ina matope, yani kuna sehemu kuna maji halafu na mwanzo wake kuna matope. Wajadaha wajada indaha qauma, na yeye hapo akawakuta watu. Qulna, tukasema sisi, ya dhal qarnaini, ewe dhal qarnaini, imma an tuadhiba, imma waadhibu watu wa hapa kutokana na ukafiri wao, wa imma an tattakhidha fihim husna, au watendee wema wa kuwalingania wageuke wawe Waislamu, kwa hiyo waishi katika utawala wako wewe wa dola ya Kiislamu. Qala, yeye akasema, amma man dhalama, ama yule ambaye amedhulumu, fasawfa nuadhibuhu, sisi tutamtesa hapa duniani, thumma yuraddu ila rabbihi, halafu atarejeshwa kwa Mola wake, fayuadhibuhu adhaban nukra, Mola wake amwadhibu adhabu iliyokali kabisa, adhabu iliyokali yenye kuumiza. Fasawfa nuadhibuhu, sisi tutamwadhibu hapa duniani, thumma yuraddu ila rabbihi, halafu arejeshwe kwa Mola wake, fayuadhibuhu adhaban nukra, na Mola wake naye ende akamwadhibu adhabu iliyo kali. Wa amma man amana wa amila salihan, ama wale miongoni mwao katika kaumu hii watakaoamini na kutenda matendo mema, falahu jazaan alhusna, wao watakuwa na malipo mema mbele ya Mola wao, yani pepo. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, nasi tutazungumza naye, tutamwambia hapa ulimwenguni maneno ambayo ndani yake kuna ulaini na upole kwa sababu ya Uislamu wake. Kwa hiyo akakusudia yeye kwamba ataamiliana na watu wa kaumu hiyo kwa mujibu wa matendo yao wenyewe. Atakayekuwa mbaya atamlipa ubaya, na atakayekuwa mwema atamuongezea katika wema wake. Thumma atba'a sababa, baada ya kumalizana na watu hao na kufanya jihadi katika ardhi hiyo na kusimamisha Uislamu, na ikabakia ardhi hiyo kuwa katika himaya yake, sehemu katika sehemu za himaya yake, hakutosheka wala hakujivuna wala hakuwafanyia jeuri watu wa hapo, bali akaendelea katika kueneza dini. Thumma atba'a sababa, halafu akashika njia na sababu zinazokufikisha katika malengo yake kuelekea upande wa mashariki linapotoka jua. Akawa kila anapopita anaeneza uadilifu na anaweka utawala wake na kuondosha utawala wowote wa kidhalim, mpaka akafika upande wa mashariki. Kwa hiyo kutoka upande wa mwisho ambako bahari alikutana nayo jua likiwa linazama upande wa magharibi, akaeneza Uislamu mashariki, kuliani na kushotoni, yani kaskazini na kusini, kila anapopita mpaka akafika upande wa ambako jua linachomoza. Hata idha balagha matli'a ash-shams, mpaka alipofika sehemu ambapo jua linachomoza. Wajadaha, akalikuta jua, tatlu'u ala qaumin, linachomoza kwa watu, lam naj'al lahum min duniha sitra, ambao sisi hatujawajalia baina ya wao na baina ya jua kitu chochote cha kujikinga nacho, yani hawakuwa na nyumba, au hakukuwa na miti, au baadhi ya wanachuoni wamesema hawakuwa hata na nguo, kwa sababu lam naj'al lahum min duniha sitra, wanasema ilimaanisha kwamba hawana chochote cha kujifunika nacho dhidi ya jua. Hizi ndio kauli ambazo zipo kwa wafasiri, kupitia tafsiri nyingi wanataja hivyo. Wa illa, katika ulimwengu wa leo, lam naj'al lahum min duniha sitra inaweza ikatafsiriwa kwamba watu hawa walikuwa katika kipindi cha kiangazi, yani katika sama, ambayo katika baadhi ya maeneo inadumu kwa muda wa siku 70 kama Norway au Iceland, au baadhi ya maeneo baadhi ya wiki kama Alaska, au baadhi ya maeneo ya Poland, hata baadhi ya maeneo ya Russia, siku 60 wengine mpaka 70 jua halizami.
ndio maana Norway wanaita the land of midnight sun, yani mpaka saa 6 za usiku jua lipo, halafu halijaondoka, linaanza tena kuchwa, linatoka asubuhi, yani linafika usiku, halizami, halipotei, hivyo hivyo kwa muda wa siku 70 za kiangazi. Na hivyo hivyo maeneo mengine tofauti tofauti yanayofanana na huko, yaliyo karibu na huko. Kwa hiyo baadhi ya wanachuoni baada ya kugundulika maeneo haya wanasema huenda Dhulqarnain alifika katika maeneo haya, sio kwamba hawa watu hawakuwa na nyumba au hakukuwa na miti, la, bali ni sehemu ambapo jua hakuna sitra, kwa maana ya kwamba hakuna usiku, kwa sababu usiku Allah subhanahu wa ta'ala amesema yukawiru al-laila ala an-nahar, yukawiru an-nahara ala al-lail. Allah huzongeresha usiku kwa mchana na mchana kwa usiku. Kwa usiku huja ukazonga ulimwengu ukauficha mchana, na hivyo hivyo mchana huja ukauficha usiku ukauondosha. Lakini katika maeneo haya ambapo usiku hauingii katika kipindi hicho cha kiangazi, ni maeneo ambapo watu wanakuwa hawana sitra na jua moja kwa moja linawapiga muda wote, yani usiku hauwafikii. Na hii ndio kauli ambayo sisi tunaona ni sahihi zaidi na aliyaq kuliko kusema kwamba kulikuwa kuna watu ambao hawana nguo na hawana nyumba na hawana makazi, hapana miti. Ni tafsiri ambayo wamepita wafasiri, lakini ndani yake ina ukakasi katika historia ya binadamu. Tunajua tukia binadamu wa kwanza waliweza kuwa na nguo, Nabii Allah Adam. Sisi hatuamini kama wanavyoamini watu wa evolution kwamba binadamu wa mwanzo walikuwa uchi, bali tunaamini tokea binadamu wa kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ambia ya bani adam qad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisha. Na kosa la kwanza alilolifanya Nabii Adam kule peponi pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yaftinannakum ash-shaytan, asikujaribuni, asikutini majaribuni shaytan, kama akhraja abawaykum min aljanna, kama ambavyo baba yenu alitolewa na shaytani katika pepo, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, akawavua nguo zao wakaona tupu zao. Kwa hiyo kosa lao ilikuwa ni kuvua nguo. Kutokea peponi walikuwa na nguo zao, walipofika duniani walikuwa na nguo zao, na walipofika duniani walifundishwa kutengeneza nguo. Na ndio maana katika historia Allah hajatusimulia nani nabii au mfalme aliyefundishwa kutengeneza nguo, lakini nguo za chuma zilipoanzishwa Allah ametusimulia kwamba Daud ni katika alilainishiwa chuma kwa ajili ya vita. Kwa hiyo nguo za chuma tumeambiwa zimeanza kwa Wanaisraeli, lakini nguo hizi zinaonesha tokea huko mwanzo watu walikuwa wamehusiwa juu ya kustiri nguo zao na wasizivue nguo zao, kwa sababu mwanzo wa fitna ni mtu kuvua nguo zake akabakia utupu. Ala kulli hal, tafsiri ambayo tunakwenda nayo ni kwamba hawa watu walikuwa katika maeneo ambayo jua lilikuwa halizami kwa wao. Kwa hiyo lam naj'al lahum min duniha sitra, jua halikuwa na kivuli cha kuweza kuingia kikawafunika wao, kivuli cha usiku. Kadhalika namna hivyo hivyo, waqad ahatna bima ladaihi khubra, waqad ahatna, yani sisi tulizunguruka, bima ladaihi, kwa yale ambayo yalikuwa mbele yake, Dhulqarnain, khubran, kwa elimu, yani yaliyo nyuma yake na yaliyo mbele yake yote yalikuwa yanamhusu Dhulqarnain, sisi tulikuwa tuna elimu nayo yote. Katika tafsiri ya aya hizi wamesema hapa wayasalunaka an Dhulqarnain, na wanakuuliza kuhusiana na Dhulqarnain, qul saatlu alaykum minhu dhikra. Maana yake wayasalunaka an Dhulqarnain ay wayasaluka alkufaru ya Muhammad, Muhammad unakuuliza makafiri an sha'ni Dhulqarnain wa khabari, kuhusiana na jambo la Dhulqarnain na taarifa zake. Qul, waambie saatlu alaykum minhu dhikra, waambie kwamba mimi nitakusomeeni taarifa zake. Yani maana yake qul saatlu alaykum minhu dhikra, maana yake nitakusomeeni taarifa zake, kwa maana ya kwamba nitafanya habari zake ziwemo katika imekimbia tafsiri, nitafute tena. Qul saatlu alaykum minhu dhikra, waambie kwamba mimi nitakusomeeni habari zake, yani nitakujulisheni sehemu katika taarifa zake. Hii inamaanisha kwamba habari za Dhulqarnain zilikuwa ni nyingi, zilikuwa ni nyingi mno. Kwa hiyo zile ambazo zimesomwa au zimewekwa katika aya hizi ni sehemu tu katika yale ambayo mengi yalitokezea.
na si shani kuelezewa yote, kuelezewa details za mambo ambayo Dhulqarnaini alikuwa nayo, lakini yameelezewa katika Qur'ani yale ambayo yanatosha mtu kuchukua mafunzo yake. Ndio maana ya neno minhu, sehemu tu katika habari za Dhulqarnaini. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qul saatlu alaykum minhu dhikra, waambie kwamba mimi nitakusomeni, saaqusu alaykum ba'dha akhbari, nitakusimulia yani sehemu ya habari zake. Inna makanna lahu fil ardh, sisi tulimpa nguvu katika ardhi, maana yake wata'ana wa mahadna lidhil qarnaini almulka fil ardh, sisi tulimtayarishia na tukaweka mazingira mazuri kwa ajili ya Dhulqarnaini ya kuwa na ufalme katika ardhi. Faqadarnahu ala dhalika, tukamwezesha kuwa na ufalme huo. Waqawainahu bikathrati aljunudi wal alati alharbi, na tukampa nguvu kwa kumpa jeshi kubwa na nyanzo au na nyenzo yani ala au vifaa kwa ajili ya vita. Wa husni tadbir, na uwezo mzuri wa kuendesha nchi. Wa bastil haibati, na kumkunjulia uwezo wake wa kukubalika kwa watu. Wa ghairi dhalika, na mambo mengine. Na hii ni kama ambavyo Allah amesema, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, na Allah humpa ufalme wake yule ambaye anamtaka, kama ambavyo pia amesema katika aya nyingine, sema Allahumma malikal mulki, ewe Allah wewe ni mfalme wa falme, tu'ti mulka man tasha wa tanzi'uka man tasha, wewe humpa mfalme unayemtaka, humpa ufalme unayemtaka na humnyang'anya ufalme yule ambaye unamtaka. Alafu Allah akasema, wa atainahu, na tukampa yeye min kulli shay'in, kwa kila kitu, sababan, nyenzo au njia za kuweza kufikia kitu hicho na kufikia mafanikio yake. Maana yake fasara Dhulqarnaini, akawa Dhulqarnaini fi tariqin. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, maana yake wa atainahu min kulli shay'in, tukampa kwa kila kitu, yahtaju ilayhi, ambacho anakihitajia kitu hicho, mithluhu, mtu kama yeye anahitajia, min ilmin au qudratin au alatin, hatta yasila bihi ila maqsudihi min alfathi alaqalim, tukampa kwa kila kitu ambacho huhitajia kitu hicho mfano wake. Yani hakupewa kila kitu, bali hupewa kitu ambacho hupewa mfano wake yeye kitu hicho. Na hii ni ada katika lugha ya Kiarabu, bali katika Qur'ani inapotajwa kullu haimaanishi kwamba vitu vyote. Allah subhanahu wa ta'ala anaposema mathalan tudammiru kulla shay'in biamri rabbiha, upepo uliokuja kuangamiza watu wakorofi ulikuwa unaangamiza kila kitu ambacho katika shani yake kitu hicho ni kuangamizwa. Kwa hiyo Allah akasema fa asbahu la yura illa masakinuhum, ikabakisha hayaonekani isipokuwa majumba yao, kwa sababu majumba yao katika hali ya kawaida si kitu chenye kuangamizwa na upepo, lakini wanyama wao na wao wenye wao na miti yao, vyote hivi viliangamizwa. Au Allah aliposema kuhusiana na habari ya mwanamke yule ambaye alikuwa amewamiliki watu, maliku saba, yule malkia wa Saba, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, walahu kullu shay, na yeye mfalme huyu ana kila kitu. Sio kwamba alikuwa na mbingu na ardhi na upepo na majini, la, bali alikuwa na kila kitu ambacho kwa kawaida mfalme huwa anacho, ndio inavyokusudiwa. Kwa hiyo kullu shay wa atainahu min kulli shay'in, na kusudiwa kwamba alipewa kila kitu ambacho kitu hicho kawaida hupewa mfalme. Vitu hivyo vikamsaidia katika kufungua min fathi al-aqalim, kufungua nchi na mabara. Kwa hiyo anavuka bara na bara jingine kwenda kufungua, kufanya jihadi na kuweza kuweka chini ya utawala wake. Wa kasri al-a'da, na kuwavunja maadui. Wa tamkini fil ardhi, na kuweza kupata nguvu katika ardhi. Ila ghairi dhalika, na mambo mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia. Fa atba'a sababa, kwa hiyo akafuata njia, yani akashika sababu za kuweza kufikia katika ushindi wake. Hatta idha balagha maghrib ash-shams, mpaka alipofika sehemu ambapo ni sehemu ya mwisho kwa ardhi, baada yake jua linaonekana kwamba linazama. Maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi ainin hamiat, yeye Dhulqarnaini alilikuta kwamba jua linazama katika maji yenye matope, maji ambayo kuna matope mwanzo wake, alafu mbele yake kuna maji. Wawajada indaha qauma, na akawakuta hapo watu. Kulna, sisi tukasema, kwanza tufikie mpaka ainin hamia. Hatta idha balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Fi ainin hamiatin kuna qiraa mbili, kuna qiraa ambazo zina athari katika tafsiri. Ikiwa ni ainin hamiatin kama tunavyosema sisi, itakuwa maana yake alifika katika udongo
wenye matope mweusi ambao unanuka, yani atinul aswadu almuntinu, udongo mweusi ambao unatoa harufu. Kwa hiyo ni matope kama vile matope ambayo yanakuwa katika mikoko katika bahari, matope meusi ambayo yanatoa harufu. Kwa hiyo ni matope, mfano wa matope yanayopatikana katika ardhi zetu kunapokuwa na mikoko kabla ya kufika bahari, sehemu ambazo hazina ufukwe. Au kuna kiraa inasoma hata idha balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin, fi ainin hamiya. Ikiwa ni ainin hamiya itakuwa maana yake ni maji ya moto, alikuta chemchemu ya maji ya moto. Ainin hamiya, chemchemu ya maji ya moto, ambayo hii sio kiraa ambayo sisi tunasomea. Hatta idha balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi ainin hamiya ay sara dhul qarnayn, maana yake alitembea Dhul Qarnaini maghrib ash-shamsi, upande jua linapotulia, wawajadaha taghrubu fi ainin hamia, na akalikuta jua linatua katika maji ambayo yanaanziwa na udongo wenye matope mweusi yenye kunuka. Ai sara Dhul Qarnaini, alikwenda ila an balagha aqsa mawdhi'in, mpaka akafika katika sehemu ya mbali zaidi, yumkinu suluku, ambayo inaweza kuifikia min alyabisati, katika ardhi, min aljihati algharbiyati lilardhi, katika upande wa magharibi wa ardhi. Fawajada ash-shamsa taghrubu, akakuta jua linazama, fi nadhiraihi, kwa kuangalia kwa macho yake mawili, fi bahrin, kama kwamba jua linazama katika bahari, dhi tinin, bahari ambayo mwanzo wake kuna udongo, aswada mweusi, muntini, wenye kutoa harufu. Faraaha wa kaannaha taghrubu fi dhalika albahri, akaliona jua kama kwamba linazama katika bahari. Kwa watu ambao wamezaliwa upande wa magharibi wa visiwa, upande wa magharibi wa visiwa kama sisi watu wa kusini Pemba, au upande wa huku mjini magharibi Unguja, kila leo hii ni mandhari ambayo inajirujia. Ukiangalia jua kuzama unaliona kwamba jua, na hivyo hivyo Waswahili wanasema hemu angalia jua lishaingia chumvini. Kuingia chumvini yani baharini, kwa sababu ya bahari ni maji ya chumvi. Kwa Waswahili husema sana angalia jua limeshaingia chumvini. Kwa hii ni lugha ambayo watu katika lugha tofauti na tamaduni tofauti wanajua kwamba jua, tukisema Mswahili akisema au binadamu akisema kwamba jua linaingia kuzama, jua kuzama kwa mtu ambaye yupo kwenye ufukwe anaona kwamba linaingia baharini kwa macho yake. Kwa hii ni lugha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema wajadaha, yeye yule binadamu, kwa sababu hii ni mahali katika mahtautata wanasema kwamba mtope moneni, yani wanasema kwamba Qur'ani haiendani na sayansi. Katika sema wanazosema ni hapa Allah subhanahu wa ta'ala hajasema hata pale pamoja kwamba jua linazama katika matope, bali amesema Dhul Qarnaini aliona, wajadaha alipata yeye kudhania, kujua, alivyodiriki yeye ni kwamba lile jua linazama, kama ambavyo mtu kawaida akikaa katika ufukwe akiangalia upande wa magharibi jua likizama atasema kwamba jua limeshaingia baharini, au jua kwa sisi Kiswahili cha kwetu tunasema jua lishaingia chumvini, kwamba magharibi tayari, muda wa iftari tayari, au muda wa kuangalia mwezi tayari, kama watu wanataka kuangalia mwezi. Ala kulli hal ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawajada ash-shamsa taghrubu fi nadhiraihi fi bahrin, akaliona jua linazama kwa macho yake mawili kwamba linaingia baharini, dhi tinin aswad muntin, bahari ambayo mwanzo wake kuna udongo ambao ni mweusi wenye kutoa harufu. Faraaha wa kaannaha taghrubu fi dhalika albahri, akadhania kwa kuona kwake kama kwamba linazama katika bahari. Wawajada indaha qauma, na akakuta pahali hapo kuna watu. Ai wajada Dhul Qarnaini inda tilka al-ain, katika chemchemu hiyo au katika maji hayo au katika bahari hiyo, ala sahili al-bahri, katika fukwe karibu na baharini, alikuta ummatan min al-umam, watu miongoni mwa watu. Qulna ya Dhul Qarnaini, tukamwambia wewe Dhul Qarnaini, imma an tu'adhiba ya Dhul Qarnaini, imma an tu'adhiba man asarra minhum ala al-kufr, imma muadhibu yule ambaye ataendelea na ukafiri, yani hatoslimu, wa imma an tuhsina ilaihim, au wafanyie ihsani kwa kuwafanyia dawa na kuwalingania ili waingie katika Uislamu. Akasema yeye kauli ya uadilifu, kuthibitisha uadilifu wake na upole wake katika uongozi wake. Akasema qala amma man dhalama fasawfa nu'adhibu, ama yule ambaye atadhulumu kwa kuendelea na ukafiri tutamwadhibu. Yani qala Dhul Qarnaini
amma man dhalama nafsahu, ama yule ambaye atudhulumu nafsi yake bil israri ala al-kufri, wa kuendelea na ukafiri, baada da'watihi lilhaqi, baada ya kumlingania kwa haki, fasawfa nu'adhibu, huyo tutamtesa hapa duniani na tutamuua katika vita vya jihad, ambaye atakuwa hakubali kusalimu amri akaja kupingana nasi baada ya kuwalingania, tutampiga na tutamuua. Thumma yuraddu ila rabbihi, tukishakumuua atarejeshwa kwa Mola wake, fayuadhibuhu adhaban nukra, Mola wake atakwenda kumwadhibu adhabu ambayo ni kali zaidi. Thumma yarji'u al-kafiru, alafu atarejea kafiri huyo, baada ta'dhibina lahu, baada sisi kumwadhibu fi dunya, duniani, ila rabbi, kwa Mola wake, fayuadhibuhu adhaban fadhi'an shadida, Mola wake amwadhibu adhabu yenye kufedhehesha ambayo ni kali kabisa. Wa amma man amana, lakini yule atakayeamini miongoni mwao baada ya kumlingania, wa amila salihan, halafu akathibitisha Uislamu wake kwa kutenda vitendo vilivyo vizuri, falahu jazaa'anil husna, huyo atapata malipo mema, yani atapata pepo mbele ya Mola wake, ambayo ndio lengo la Uislamu na Waislamu. Kwa hiyo katika adhabu ametaja Dhulqarnaini kwamba tutamwadhibu kwanza sisi hapa duniani, kwa sababu hiyo ndio adhabu ambayo wanaiona na wanaiogopa kuliko ile adhabu ya Allah. Allah amesema kuhusiana na makafiri, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, makafiri wanakuogopeni nyinyi zaidi kuliko wanavyomwogopa Allah, lakini wanaogopa zaidi adhabu hii kwa sababu hawaamini kwamba kuna adhabu baada ya kufufuliwa. Kwa hiyo akasema fasawfa nu'adhibuhu, tutamtesa hapa duniani kwanza, thumma yuraddu ila rabbihi, halafu atarejeshwa kwa Mola wake, ndiye akaadhibiwa adhabu yeye ambayo hapa duniani anaikanusha. Lakini kuhusiana na muumini, bila shaka malengo ya muumini ni pepo, ndio akasema wa amma man amana, ama yule ambaye ataamini, wa amila salihan, akatenda matendo mema, falahu jazaa'anil husna, huyo atapata malipo mema ambayo ni pepo aliyoahidiwa kwa Mola wake. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, na sisi hapa duniani tutazungumza naye kwa kumwambia maneno ya upole na ulaini. Yani nasi hapa duniani pia tutamlipia sehemu, tutamwamiliana naye kwa sehemu ya wema, kwa sababu ya wema wake wa imani na matendo mema anayoyafanya. Maana ya aya hii, wa amma man amana ba'da kufrihi, ama yule ambaye baada ya kumlingania ataslimu baada ya kuwa alikuwa kafiri, wa amila bi ta'ati llahi mukhlishan lahu wahdahu la sharika lahu, na akatekeleza taa ya Allah kwa ikhlas. Na hiyo ndiyo maana ya kutenda matendo mema, kutekeleza taa ya Allah kwa ikhlas, lahu, kumfanyia ibada Mola wake peke yake, wahdahu, peke yake, la sharika, la basi na mshirika, falahu fil akhirati aljannatu, huyo akhira atakuwa na malipo, thawaban ala imanihi, malipo juu ya imani yake, wa amalihi salihu, na matendo yake mema. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, nasi tutamwambia hapa duniani kwa maneno ya upole, ay wasanultifu lahu alqawla, tutamlainishia kauli, wanulinuhu, tutaifanya nyepesi fi dunia, hapa duniani, wanuallimuhu, tutamfundisha, ma tayassara taalimuhu, yale ambayo yatakuwa rahisi kumfundisha, min alkhairi, katika khairi ya dini yake na dunia yake, wanuamiluhu bilyusri, na tutaamiliana naye na kuingiliana naye katika mashirikiano kwa wepesi, wanuhsinu ilaihi, alafu tutamfanyia ihsani kwa sababu ya Uislamu wake. Kwa sababu yule anayeslimu, kama ambavyo masahaba walivyokuwa wakiulizwa, kuna sahaba ambaye anaitwa George, wengi wa watu hatujapata kumsikia au humsikia alafu tukamsahau. George inatajwa katika tarikh kwamba alivyokwenda Khalid bin Walid kupambana na Warum Sham, alimwambia kwamba slimu, akamwambia George, akamwambia, yani ilikuja mubaraza baina yake yeye na George. George akamwambia, hivi ni kweli kwamba wewe Khalid, Mungu wako amekushushia upanga, halafu upanga huo ukaja mkononi mwako, ukipigana na adui lazima mshinde kwa upanga huo? Akamwambia, si kweli, bali kilicho kweli ni kwamba sisi mtume, Allah ametumtumia mtume, anatulingania katika khairi, atakayemwamini atapata pepo, na atakayempinga mtume huyo atakwenda motoni. Kwa hiyo slimu, usalimike. Na kaza kamlingania Khalid. George akasema, basi kama ni hivyo, mimi nikislimu nitakuwa na wajibu gani? Fama alayya wa mali, mimi nitakuwa nina wajibu gani na nina haki gani? Akamwambia, laka ma alaina, laka ma lana, wa alayka ma alaina, jukumu lako ni kama jukumu letu sisi, na wajibu wako ni kama wajibu wetu, na haki zako ni sawa sawa na haki zetu sisi. Kwa George akamwambia, ndio hivyo kwamba mimi nikislimu tu hapa na kwa sawa sawa na wewe? Akamwambia, ndio hivyo ndivyo ambavyo Uislamu unafundisha. Hakuna tofauti katika Uislamu baina ya aliyekuja mwanzo na aliyekuja mwisho, majukumu yao ni sawa sawa na haki zao ni sawa sawa. Kwa George akamwambia, kama ni hivyo,
natakiwa kufanya nini ili mimi ni Muislamu? Akamwambia unatamka bishahada, ukishakutamka shahada ushakuwa Muislamu. Akasema hakuna ziada. Akamwambia ni hivyo tu, ni hivyo tu. Akamwambia basi ukishakutamka shahada wewe, haki yako ni haki yetu na wajibu wetu ni wajibu wako. Akaslimu George, akapigana katika vita hivi. Khalid akaja naye katika jeshi la Uislamu, alafu akapigana katika vita hivi na akafa katika vita hivi. Katika masahaba wanaambiwa kwamba ni masahaba, lakini actually sio sahaba kwa sababu hajapata kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alislimu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai, naye akafa hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai. Mfano wake ni kama wale masahaba na aina fulani ya masahaba ambao walislimu katika nchi ya Ethiopia, akiwemo mfalme wao ambao Qur'ani imethibitisha Uislamu wao. Wameslimu wakati Mtume akiwa hai, wakafa Mtume akiwa hai, lakini hakupata kumuona Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ala kulli hal ni kwamba Uislamu tokea mwanzo unaweka haki hii kwamba mtawala na mtawaliwa, mtajiri na maskini, wa mwanzo na wa mwisho, wote wakislimu kwa ule Uislamu wao, wote wanakuwa sawa sawa na hakuna mtu anayefadhilisha isipokuwa kwa ucha Mungu. Kwa hiyo akawaambia kwa sababu hii Dhulqarnaini kwamba wasanaqulu lahu, na sisi tutamwambia yeyote atakayeslimu miongoni mwao, min amrina, katika jambo letu hili, yusra, kwa maneno ya upole, tutaamiliana naye vizuri, tutafanya muingiliano baina yetu na yeye kwa namna ambavyo sisi wenyewe sisi kwa sisi tokea mwanzo tunaingiliana kwa ihsani. Halafu Allah akasema thumma atba'a sababa, halafu akashika njia, akaifuata njia. Ay thumma sara Dhulqarnaini fi tariqin akhar, akafuata njia nyingine, akhidhan bil asbab wal wasail, akiwa anaendelea kwenda mashariki, kwenda kusini na kaskazini, baada ya kutoka magharibi hadi mashariki, akiwa anashika njia na kushika sababu kwa ajili ya kuweza kufanikiwa katika malengo yake. Na hii ni kutiliwa mkazo kila Muislamu ambaye ana nyenzo imma ya elimu au elimu ya dunia au elimu ya akhera, bali kwa sisi si aghlabu kutofautisha elimu hizi. Kwa mtu ambaye ana ujuzi au ana kipaji, yani au ana uzoefu, unaweza ukawa una ujuzi kwa maana ya knowledge, lakini kwa huna experience, au una uzoefu, pengine huna elimu lakini una experience, au huna vyote vile lakini una talent, una kipaji. Yoyote mtu atakayekuwa na hivi, au mtu mwingine hana hivi lakini ana riziki fulani amepewa, imma ya jah, cheo, au ya mali, au ya shuhra, au sum'a, akisema anasikiwa, ana kitu, mtu amepewa chochote kile. Hizi aya zinazokuja wa tainami kulli shay'in sababa fatba sababa thumma atba sababa, zinaonesha umuhimu wa mtu kutumia kipaji alichonacho, kipawa alichonacho, riziki aliyotunukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuitumikia dini katika njia yake hii, ile njia ambayo kwake yeye ni rahisi. Kama kwake yeye kutafuta mali ndio rahisi, basi huko ndo ajielekeze. Kama kwake yeye kupekua masaili katika butuni kutub, ndani ya vitabu, akaweza kutoa faida, akawafaidisha umma vitu vilivyomo katika mutawalat, ndio jambo rahisi kwake, basi huko atumie talenti yake. Yule mwingine ambaye kutumia pesa au kuchuma pesa ndio rahisi, huko kila mmoja faatba'a sababa, afuate sababu ambazo zitaweza kumfikisha katika kufanikiwa malengo ambayo anakusudia kuyaendea. Kwa maana yake thumma sara Dhulqarnaini fi tariqin akhar, alifuata njia nyingine, akhidhan bil asbabi wal wasail, huku akichukua sababu na nyenzo za kuweza kufikia malengo, kayasila ila jihati al-mashriq, mpaka afikie upande wa mashariki. Hata idha balagha matli' ash-shams, mpaka alipofika katika sehemu ambapo jua linachomoza. Ay sara Dhulqarnaini, alikwenda Dhulqarnaini ila an balagha aqsa mawdhi'a, mpaka kafikia mwisho wa sehemu yumkinu suluku, inawezekana kuifuata, min al-jihati sharqiyya, upande wa mashariki, al-ardhi wa ardhi, haithu tatlu'u ash-shams, ambapo jua linachomoza. Wawajadaha tatlu ala qaumin, akawakuta linachomoza jua kwa watu, lam naj'al lahum min duniha sitra, ambalo hatukuwafanyia watu hao kizuizi cha kuwazuia na jua hilo. Aifawajada shamsa, akalikuta jua, tatlu ala qaumin, linatua kwa watu, laisa lahum shay'un yudhilluhum minha, ambapo watu hao hawana kitu chochote kinachowakinga dhidi ya jua, min jabalin au shajarin au binaa, kama vile milima au miti au majengo. Tunasema hii ndio tafsiri ambayo wengi wafasirina wamekwenda hivyo, wa illa tafsiri ambayo tunachagua ni kwamba alifika katika upande wa kaskazini wa Antarctica, ambako ni sehemu hizo kama tulizotaja, kama kama jimbo la Alaska Marekani, au katika sehemu za Poland au Norway au Iceland au maeneo mengine yanayofanana na maeneo haya, au sehemu za Russia ambazo baadhi yake zinapata siku 70
jua bila ya usiku, nyingine zinapata wiki 2 jua bila ya usiku katika kipindi cha sama. Wakadhalika Allah anasema qad hatna, sisi tulikuwa tunajua bimaladaihi, tumezunguruka bimaladaihi kubra, kwa ile aliyoko mbele yake, kwa elimu tunayajua yote. Ai kadhalika, namna hiyo, qad alimna, sisi tunafahamu malada Dhulqarnaini min aljundi, tunafahamu yote alionayo Dhulqarnaini katika jeshi, wal amwali na mali, wal alati na vifaa, wal asbabi almulki wal quwwa na vitu vingine vinavyosababisha kuweza kupata ufalme na nguvu. Falam yakhfa alaina shay min dhalik, hakuna chochote katika hivyo ambavyo kiliweza kujificha kwetu sisi, kama ambavyo hakuna kinachoweza kujificha chochote kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni wala ardhini, kama alivyosema Allah katika suratu Al-Imran. Katika faida za kielimu katika aya hizi, Allah subhanahu wa ta'ala aw yasalunaka an dhil qarnayn qul satlu alaykum minhu dhikra, ndani yake kuna al-i'tibaru bi takhlidi jamili thana, mtu kuzingatia kwa kutajwa vizuri, kule kutajwa vizuri. Amesema mmoja katika washairi, daqatu qalbi almar'i qailatun laha innal hayatu qailatun lahu innal hayata daqaiq wa thawani farfa li nafsika qabla almaut dhikruha fa inna dhikra lilinsani hayatun thani. Mashairi katika mashairi maarufu, nadhani ya Ahmad Shakir au mmoja katika washairi wa Kimisri au karibuni, anasema kwamba mapigo ya moyo ya mtu anamwambia kwamba hakika ya maisha ni hizi sekunde na dakika ambazo zinapita. Kwa hiyo nyanyua, farfa li nafsika ba'da al-maut dhikruha, jinyanyulie utaji wako baada ya kufa kwako. Fa inna dhikra lilinsani hayatun thani, kwa sababu kutajwa binadamu baada ya kufa ni kama kwamba anaishi kwa mara ya pili. Kwa hiyo kuna takhlidu jamilu thana, kutajwa vizuri ambako kuna dumu milele. Hili ni jambo katika mambo ambayo mtu leo unaona, babu yangu mimi hajulikani na yoyote, lakini tunamjua Abu Huraira, tunamjua na nasabu yake, tunamjua Imam Shafi na nasabu yake, tunamjua Bukhari, na kila leo ni kama kwamba wanaishi pamoja nasi kwa sababu ile jamalu thana, kutajwa vizuri, kuendelea kuwa na utajo baada ya kuondoka kwao kwa mambo mazuri ambayo wameyafanya. Kwa jambo la kwanza, kutajwa uadilifu na tabia njema na kwamba ni kiongozi mzuri kwa Dhulqarnaini ni jambo la mtu kulizingatia. Jambo la pili, inna makanna lahu fil ard, kwamba alipewa nguvu katika ardhi. Anasema al-i'tibaru bi raf'i llahi ba'd an-nas darajatin ala ba'd, kuzingatia na kupata mazingatio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua baadhi ya watu na akawapa nguvu katika ardhi kuliko watu wengine. Allah hugawa riziki kwa anavyotaka. Kwa hiyo cheo na mali na elimu hizi zote na vinginevyo na siha na vinginevyo ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala hugawa baina ya waja wake kwa namna anavyotaka. Jambo la tatu, fi qawli ta'ala fa atba'a sababa, al-isharatu ila qiyam al-asbab, kwamba tumeshasema mtu kuchukua sababu, kile ambacho mtu anaweza kukifanya akifanye kweli kweli, hicho anachokiweza ndio alichoelekezwa kwa Allah, na Allah amefanya kwamba mtume anatuambia imalu fa kullun muyassaru lima khuliqa, tendeni matendo kila mmoja kile alichoumbwa kwa ajili yake amerahisishiwa. Kwa mtu kile anachokiweza asifanye uvivu katika hilo. Anayeweza qiyamul layl asimame kweli kweli, anaweza tilawa asome kweli kweli, anaweza hifdhi afanye vizuri katika hifdhi, anayeweza kutafsiri basi atafsiri vitabu, na kila mtu amepewa talent yake aitumie kule aliko, mtu ajichunguze. Mwingine anaweza kutengeneza mashairi, basi ile elimu ambayo imeandikwa katika elimu anaweza kuirahisisha kwa ajili ya watoto kuweza kuhifadhi kwa njia ya mashairi. Kila mmoja amepewa talent yake. Fa atba'a sababa thumma atba'a sababa wajalna lahu min kulli shay'in sabab, imekuja hivi ili kila mtu atumie kipaji chake na kipawa alichochewa na Allah subhanahu. Katika hilo mtu afanye kweli kweli, wala asifanye mzaha, kama ambavyo Dhulqarnaini hakuacha pale alipoweza kufika mpaka anakuta kabisa hapa ni mwisho, hakuendeki tena, ndio anageuza njia kuelekea upande mwingine. Fi qawlihi ta'ala hatta idha balagha maghrib ash-shamsi tanshitu al-himam li raf'i al-awaiq, ni ile kama inarejea anasema alikwenda mpaka kufika sehemu ya magharibi ya jua, hakuna tena ardhi. Anasema fihi tanshitu al-himam li raf'i al-awaiq, kuamshwa himma za watu na bidii na jitihada na juhudi kwa ajili ya kuweza kuruka virunzi, kuweza kuvivuka vizuizi, kuweza kuvichupa vizingiti, vigingi ambavyo vinamzuia mtu katika njia ya kuifikia akhera. Mtu ajitahidi hiyo avichupe kama ambavyo amefanya Dhulqarnaini. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna maswali fatafadhalu mashkurin majurin, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Kama kuna mtu anataka kuongea, tunaomba unmute ili tumsikie aseme chochote. Nadhani hakuna swali. Kesho inshallah tutaendelea na kumalizia kisa hichi kwa taufiki ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta